Hawa ni broiler, kuku wa nyama ambao walaji wengi huwa wanawakataa. Na sababu kubwa ya kuwakataa wa kuku, huwa wanaonaga ni kama vile ni kuku ambao huwaga wanakuwa kwa ajili ya dawa. Yani kama vile wanachomwa sindano ili waweze kukua. Ndio maana utakuta watu wengi sana wanasema kwamba mimi hao kuku hapana, siwezi kuwala. Lakini wanachokilenga hapa ni kwamba hawa kuku wanatumia sana madawa yenye kemikali, ndio maana wanaogopa kuwala. Na hii kitu inaonekana kabisa, yani kama kuku wako utatumia madawa mengi ya madukani ambayo yana kemikali, hata yule mlaji ataona ule ulaini wa ile nyama ambayo anakula. Sasa leo ninataka nikupe siri ya namna ambavyo unaweza ukapata uzito mkubwa kwa hawa kuku wa nyama. Yani ninapozungumzia kuku wa nyama hapa, nataka nizungumzie hata kama unafuga chotara kwa ajili ya nyama, broiler kwa ajili ya nyama, jinsi gani utapata uzito mkubwa bila ya kutumia viambata ambavyo vina kemikali. Na hivi viambata kama vile broiler booster, zile ambazo zinanunuliwa dukani kwa ajili ya kuwa boost kuku waweze kukua ndani ya muda mfupi. Ndio maana hata mlaji anapokula anakuwa anaona ile nyama kama vile ina ute. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho walaji wa hawa kuku ambao tunawauzia huwa wanakikimbia. Sasa sisi tumeepukana na hicho kitu. Tumefanyeje? Sikiliza hii video mpaka mwisho. Na kabla ya hapo ni kukumbushe unaweza ukajiunga na magrupu yetu ya WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000. Ukilipa ada shilingi 8,000 tutakuunga kwenye kundi la WhatsApp. Utakaa kwa muda wa miezi miwili. Baada ya miezi miwili unaweza ukalipia tena, na kama utakuwa umepata mafunzo yote au kile ambacho unakitafuta, basi unaweza ukaachana na hilo grupu. Sambamba na hivyo, tunazo hizi ebook au vitabu ambavyo tunakutumia kwa soft copy kwenye WhatsApp au kwenye email. Gharama ya kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na vipo katika mfumo wa soft copy tu, hatuna hard copy. Yani kitabu kama kitabu chenyewe hatuna. Tunakutumia tu hiki. Ukitaka kupata kitabu kama kitabu unaenda stationery wanakuprintia. Kitabu ambacho kina peji nyingi hapo kina peji 20. Kwa hiyo hata kupeleka stationery ni gharama nafuu zaidi. Kwenye vitabu vyetu tumeandika vitu vya msingi tu, yani vile vitu vya muhimu tu, ndio maana unaweza ukaona vinakuwa vina peji chache. Ukitaka kwa ajili ya kutibia kuku, kutengeneza chakula, vyote hivyo hapo. Gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Vitakusaidia sana kupunguza gharama, lakini kujifunza mambo mengi, yani kutokuteseka. Ujuage kuna muda mwingine ufugaji haitakiwi uwe mateso, yani kwamba wewe kila siku ukiamka kuku anakufa, gharama kubwa unatumia, unapata hasara, unapoteza muda. Haitakiwi uwe hivyo. Sisi tumepitia kwenye hizo hali na tukaamua kuandika vitabu ambavyo hatutaki na wewe upitie huko. Sasa ipo hivi, kwa muonekano tu ni kama vile hawa broiler huwezi kabisa ukawafuga kwa kutumia tiba za asili. Yani ni hivyo, hata sisi mara ya kwanza wakati tunaanza kufuga tukawa tunajua tiba za asili ni kwa ajili ya kuku wa kienyeji. Lakini ni kuibie tu siri. Sisi hapa KingoFarm huwaga tunatumia tiba za asili kwa wingi. Yani zaidi ya 80% tunatumia tiba za asili. Hizi zilizobaki tunatumia tiba ambazo sio za asili. Na hii ndio ni mbinu pekee ambayo itakufanya wewe uweze kupata broiler ambao wanakuwa na uzito mkubwa. Lakini hata kama mteja wako anapokuwa anatumia hii nyama ya broiler wako aone ina utofauti, haina ute, haina ule ulaini ambao mara nyingi sana walaji wengi wa broiler kwa kweli huwaga hawaupendi. Hata mimi mwenyewe huwaga siupendi. Na muda mwingine unakuta hata mfugaji yeye mwenyewe akitaka kula kuku, hali kuku wake ambao anawafuga, labda anaenda tena kununua kuku wa kienyeji. Mimi na uhakika kabisa kutumia hizi tiba za asili ambazo nitakuelekeza hapa, mwongozo ambao sisi huwa tunatumia, basi itakusaidia sana. Bwana, sisi tukiingizaga vifaranga kwa mara ya kwanza kabisa bandani, kama tunavyojua lazima ufuate utaratibu. Baada yani vifaranga wakiingia bandani, masaa 2 ya kwanza itakiwi wale chakula. Inatakiwa wapewe maji ambayo yanakuwa na glucose, lakini baada ya hapo inatakiwa wapewe maji yenye vitamini. Sasa sisi waga tunachanganya mchanganyo ambao ni pilipili. Tunachukua kwa mfano pilipili 3, kitunguu saumu 1, tangawizi 1. Tunaviblend hivi vitu vizuri kabisa. Kisha unachukua na vitamini ambayo
umeinunua dukani, yani baada ya masaa kama 8 hivi kupita, unachanganya, unawawekea kwenye maji. Kwa mfano unaona hao vifaranga ambao hapo kwenye makopo yale ya maji yale pale ambao unayaona mle, kulikuwa tayari kuna huo mchanganyo wa tangawizi moja, kitunguu saumu kimoja kizima, nazungumzia kizima kama hicho nilichoshika hapo mkononi, na pilipili kwa mfano hizo za mwendokasi 3 ambazo tumeziblend. Tumechukua na kijiko kimoja cha vitamin. Kama unatumia broiler booster, basi hiyo broiler booster tumeweka kwenye hilo kopo la maji hapo. Kwa hiyo huo ndo ni mchanganyo ambao waga tunafanyaga hivi, waje vifaranga wa broiler, waje vifaranga wa chotara, ili mradi tu tunataka, unajua ikifika siku ya 28, yani hii issue ipo hivi, ikifika siku ya 28 vifaranga wale wanakuwa bado wadogo, hawajakomaa vizuri, yani wanakuwa hawajakomaa vizuri. Tuseme kama kifaranga wa kienyeji siku ya 28 anakuwa bado mdogo sana, hata kumla uwezo ukamla. Kwa hiyo ile hali ile, endapo utatumia sana makemikali bila ya kutumia hizi tiba za asili, ile hali ile inaweza ikahamia kwa kuku wako hawa wa mayai, hawa wanyama hawa. Ikihamia kwa hawa kuku wa nyama, ndio maana unakuta ile nyama ni laini, yani inakuwa haina ladha, labda mpaka uiweke kwenye mafuta. Hata hivyo inakuwa, yani bado inakuwa na hali fulani. Ila unapokuwa unatumia hizi tiba za asili ambazo sisi hapa tunazitumia sana kwa kuku wetu, zitakusaidia sana, zitawafanya kuku wako wawe imara. Kwa hiyo siku ya kwanza tunawapa hiyo tangawizi, kitunguu saumu pamoja na pilipili, lakini pia na wanapoingia kwenye wiki ya pili tunaanza kuwapa kinga za baadhi ya magonjwa kama hayo majani ya mpapai. Kwa mfano jani kama hilo tunachukua 3, tuna blend, tunaweka kwenye maji lita 10, tunawawekea. Hiyo waga ina kinga sana gumboro, magonjwa ya kuhara, lakini pia ni booster, inawafanya kuku wakue haraka. Kuna hayo majani ya mchicha hayo, unawapa kuku wako vizuri kabisa. Muda mwingine unakatakata kama hivyo, unaona hivyo ambavyo tumekatakata hivi, tumechanganya humo na pilipili. Kuna pilipili mbuzi zile pale, kuku wanapenda sana kudonoa hizi pilipili mbuzi, waga wanadonoa nzima kama zilivyo hivyo. Lakini pia ni kinga na ni booster, zinawaimarisha mpaka nyama yao inakuwa ni imara. Kwa hiyo hii hata wewe mwenyewe utakuwa unajisikia vizuri kula broiler wako ambao unawafuga. Sio vizuri eti unafuga kuku wewe ni kuwauza tu, kuwala wewe mwenyewe unaogopa. Ninakuhakikishia kabisa, endapo utazingatia hivi vitu ambavyo nimekuambia hapa, kuwachanganyia majani kwenye chakula, unaweza kuwekea mabichi hivyo. Kwa mfano kuna haya majani ya mlonge, haya unaweza kukausha kwenye kivuli, ukayasaga mashineni, ukawa unaongeza kwenye chakula. Hata kama unatumia chakula cha dukani, ukawa unaongeza mle. Hii ndio itawafanya wawe wanene, yani ndani ya muda mfupi utaweza kuwauza kuku wako wakiwa na uzito mkubwa. Asanteni jamani na kwa elini. Kama una shida yoyote unaweza ukatupigia, namba zetu za simu ni hizo hapo. Lakini pia kama hujasubscribe, basi subscribe ili uweze kutufuatilia kiurahisi kabisa. Sisi hapa kila siku tunatoa elimu ya ufugaji. Ambao wamejiunga na hili jukwaa letu KingoFarm wanapata elimu sana kuhusiana na ufugaji. Wapo watu ambao nimeshakutana juzi na mfugaji ambaye yeye ana daftari kabisa, ameshajazaga daftari hadi 2, waga anaandikaga hizi tiba ambazo huwa tunazisema hapa. Yani siku isipoluka video ya KingoFarm, yani lazima tupigie simu, na sisi hatuangushi, kila siku tunaleta video hapa. Asanteni na kwaherini.